kitu qadatul ikhwan almuslimin, huko kwenye viongozi wa jamaa ya ikhwan almuslimin fil mizani alislami, katika mizani ya Kiislamu, kwa sababu watu wameathirika na jamaa ya ikhwan almuslimin. Tutaona kama tutakavyotaja, kadhalika wameathirika na vikundi kama Hizb Tahriri na vinginevyo. At-ta'sis wa abraz ash-shakhsiyat, kwanza kuasisiwa na watu waliokuwa mashuhuri katika jamaa hiyo. Jamaatul ikhwan almuslimin ansha'aha wa assasaha Hasan al-Banna as-Sufi al-Khurafi صاحب الموالد من زعمائها ومن صاحب الموالد. mpaka hapo jamaa ikhwan muslimin ukurasa wa 29 imeasisiwa au imeanzishwa na Hasan al-Banna ambaye ni Sufi Khurafi, mtu wa maulidi. Wa min zu'amai hadhihi aljamaa, na miongoni mwa viongozi wa jamaa hii hapa imeandikwa zaamat na ni khata. Wa min zaamati imeandikwa hivi na hii ni khata. Wa min zu'amai au mmerekebisha tayari? Imerekebishwa pembeni, imeandikwa nadhani kwenye asli. Na miongoni mwa viongozi wa jamaa hii ni Sayyid Qutb wal-Hudhaybi wat-Tilmisani was-Sibai wal-Ghazali wal-Qardawi wa Fath Yakan wal-Ghannushi wat-Turabi. Miongoni mwa viongozi wa jamaa hii maarufu ni Sayyid Qutb na al-Hudhaybi na Tilmisani na Sibai na Ghazali, yani Muhammad al-Ghazali, na Qardawi na Fath Yakan na al-Ghannushi na Turabi wa Sudani. فهي جماهير عبارة عن خليط ومزيج غريب الأفكار والأقوال والأفعال. ni jamaa au ibara ya mchanganyiko na mkorogo wa fikra ngeni za ajabu na aqwali na vitendo. Hamuamini, lakini mtakubaliana na mimi nitakayosema inshallah. Hasan al-Banna katika mizani. Hasan al-Banna muasisi wa jamaa hii, nitakwenda haraka kidogo katika maelezo hapa. Hasan al-Banna ambaye ni muasisi wa jamaa hii amezaliwa mwaka 1324 mpaka 1367 Hijiria, sawa na 1906, na kufariki mwaka 1949. na ulida fi ihda qura al-Buhaira bi Misr, amezaliwa katika moja katika vitongoji vya mkoa wa al-Buhaira huko Misri, na akajiunga na Darul Ulum bil Qahira na akatakhariji mwaka 1927. Darul Ulum ya Qahira akatakhariji mwaka huu, na maana akatakhariji akiwa na miaka 21, akawa ni mwalimu ibtidaiya kwa muda. Mwaka 28 في شهر ذي القعدة mwaka 1427 April 1927 ikawa imetimia tamma taasisu an-nawati al-ula min al-ikhwan fi al-Buhaira, ikatimia kuasisiwa mbegu ya kwanza ya uikhwani katika mkoa wa Buhaira. Wa fi aam 1932 intaqala Hasan al-Banna ila al-Qahira, mwaka 32 Hasan al-Banna akahamia Cairo. وفي 8 نوفمبر سنة 1928 ميلادي اغتيل النقراشي. mwaka 1000 hapa sawa sawa, mwaka 1928 ndio kiliasisiwa chama cha Ikhwan Muslimin. Yani 27 alianza kupanda mbegu ile, 28 ikaasisiwa rasmi jamaa ya Ikhwan Muslimin, na mwaka 32 ndio akauawa waziri mkuu wa Misri anaitwa Naqrashi, na watu wa Naqrashi wa hatafa ansaru Naqrashi fi janazatihi, wakaanza kupiga makelele. Wakatumiwa Ikhwan Muslimin kwamba ndio walimuua Naqrashi, na walipokuwa wale wapambe na wafuasi wa Naqrashi walipokuwa wanabeba janaza lake wanakwenda kuzika, wakawa wanapiga kelele na kusema rasu an-Naqrashi bi ra'si al-Banna, lazima kichwa cha Naqrashi kitaondoka na kichwa cha Hasan al-Banna. Na kweli hakika sasa akauawa kwa kushambuliwa Hasan al-Banna mwaka 1949 Aprili 12. Aprili 12 1949 akauawa Hasan al-Banna. Tumefahamu kwamba mwaka 27 alipokuwa yuko Buhaira akaasisi mbegu, akapanda mbegu yake. 28 kikaasisiwa chama kamili cha Ikhwan Muslimin
kisha mwaka 32 akahamia Cairo, alafu akashambuliwa au akauawa waziri mkuu wa Misri kwa wakati huo Al-Naqrashi, wakatuhumiwa Ikhwan Muslimin. Wafuasi wa Naqrashi wakasema tukubali, lazima kichwa chake kiondoke na kichwa cha nani, cha Hassan al-Banna. Hassan al-Banna naye akauawa mwaka 49 akiwa na miaka 43. Wakati wa kesi Ikhwan Muslimin akiwa umri wake ni miaka 22, kijana mdogo. Mwaka 1950 akachaguliwa mustashari wake, yani yule mshauri wake, mtu wa karibu yake ambaye alikuwa ni Hassan al-Hudhaibi, akawa yeye ndio murshidul am wa Ikhwan Muslimin. Mwaka 1100 alizaliwa mwaka 1891 na akafariki mwaka 1973. Sasa aqida ya Hassan al-Banna. Hassan al-Banna alikuwa ni sufi katika tarika ya Hisafia Shadhilia, alikuwa ni Shadhili. Unajua Shadhilia? Mwajua vizuri sana, maarufu. Leo alikuwa katika Shadhilia kama ilivyokuja katika mudhakiratu da'wati wa du'ati ukurasa 12 hadi 23. Na alikuwa akihudhuria maulidi na akiimba kasida sallal ilahu ala an-nuri alladhi dhahara, Allah amsalie aiswalie ile nuru ambayo imedhihiri lilalamin kwa walimwengu, fafaqa ash-shamsa wal qamara, nuru hiyo ikaizidi nuru ya jua na mwezi. Hadha alhabibu ma'a al-ashabi qad hadara, huyu mtume sasa kipenzi amehudhuria pamoja na masahaba. Wasamaha al-kulla, na akawasamehe wote, fima qad madha wa jara, kwa yale yaliyopita na kujiri. Tunasema wa hadha ghuluun fi maqami an-nubuwah, hii ni ghuluu katika maqami ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu man yaghfiru dhunuba illa Allah. Wa udwanun fi maqami ar-rububiyyah, na nikufanya uadui katika nafasi ya Allah tabaraka wa taala. Vipi mtu aseme maneno kama haya? Na kadhalika katika maneno yake alikuwa akiyasema Hassan al-Banna, asema fa uqarriru anna khusumatana lilyahud laysat diniyan, na kariri kusema kwamba uadui wetu na mayahudi si wa kidini. Alikuwa akizungumza na kadhia Qudsi au Palestina, akasema sisi uadui wetu na mayahudi si kadhia kidini, ni mambo ya ardhi. Ina maana wakituachia ardhi yetu sisi na tuna uadui nao. Akazungumza aliyozungumza, lakini almuhimu ni kwamba mtasoma nukta ya 3, ya 4 na ya 5 na nyinginezo. Sasa tufuatie mpaka mwisho na maneno ya Sheikh Al-Albani hapo chini. Kwa ufupi nikamfahamu kwamba Hassan al-Banna hakuwa katika ahli sunna wal jamaa, alikuwa ni sufi katika tarika ya Shadhilia. Labda tukubaliane kwamba hawa Shadhilia wote na watu wa maulidi wote hani katika ahli sunna. Msitaki kumuingiza mtu mmoja tu, watu wengine mkawashambulia makhurafi. Tukubaliane kwamba wote watu wa sunna, masufi, Shadhilia, Qadiria, watu maulidi, wote watu wa sunna. Msimuingize Hassan al-Banna peke yake. Wasema kwa sababu kadha. Si peke yake basi, waingizeni wote na juhudi zao mzitaje. Alafu tuone kama kutakuwa kwa baki sunna tayari. Haya. Sayyid Qutb rahimahullah ni yeye ndiye ambaye anahesabika ni mufakkiri wa pili katika jamaa. Kadhalika jamani, tunaposema maneno haya, kuna baadhi ya watu wasema Sayyid Qutb pia kakufurishwa, Hassan al-Banna kakufurishwa. Kuna mmoja anasema, yani Salim Bafadhili asema hivi, angalia huu ni utoto. Yeye kashasema kwamba Sayyid Qutb ana itikadi ya wahdatul wujud, alafu hapo asema rahimahullah, huu ni utoto. Mimi nikawaambia watu, kwa sababu anasema alafu huu utoto huu hapa, tangu kiambwa mtoto pigana, yuko msikitini hapa zungumza maneno haya, na watu washamuelewa kwamba anakusudia kitu gani. Mimi nikamjibu katika pamphlet moja, kwenye karatasi moja nikaandika, nikamwambia haya, yani kuna mmoja akasema, sasa wewe mbona ukumjibu au kusema umemwalika Bafadhili kwenye harusi yenu, na hali yako yeye kakutukana akafanya hivi na hivi, na nyinyi msema ni hizbi? Nikajibu, nikatoa maelezo hapa mwisho, labda niasome kidogo. Haina haja. Lakini katika maneno nilizungumza nikasema, mimi sikutaka kumjibu huyu bwana, kwa sababu najua mimi kumwalika kwangu kwanza katika harusi ni kwamba ni muamala wetu. Umeona, kwa pengine
tukimwalika tukitaamali naye vizuri, moyo wake unaweza kufunguka akaangalia masala kwa haki. Yeye amesoma, anajua kusoma Kiarabu, kwa hiyo kama atasoma vitabu mwenyewe na akafanya utafiti, pengine swala hilo linaweza likampa insafu, akaangalia masala vizuri, akaongoka katika njia ya haki. Kwa hiyo mimi nitaamali naye kama watu wengine, lakini sitaamali naye kwamba eti yeye ni salafi, ama kwamba yeye kanitukana mimi au kanishambulia. Jambo kama hilo binafsi mimi halinifanyi mimi nimchukie yeye. Nikasema hivyo. Pia nikaongeza kusema hasa ukizingatia kwamba wale watu ambao wana uraibu au walikuwa na uraibu wa kuvuta bangi na kula mirungi kwa muda mrefu, kuropoka ndio kazi zao hata katika mimbari za misikiti. Mnaelewa? Kanambia navuta bangi, kamina la mirungi muni. Sasa utakataa, nani asikujua? Wakataa, nani asikujua? Labda kama uliacha jana usiku. Sisi tuko huko Masasi ukaamua kuacha labda. Sijui. Hizo sigara ndio usiseme. Au wanafunzi wa Maalim Ibn Shafi nataka mseme mjui. Wanafunzi mliosoma Maalim Ibn Shafi mtaka mjifanya mjui. Eti una sasa hivi tutakapokwenda wao leta uuni. Maneno ya dini leta uuni. Sasa waambiwa nyumba yako wewe ikiwa ni ya vioo, mwenzako na nyumba ya makuti. Sasa utampigaje vipi? Utampiga vipi mawe? Nyumba yako wewe ni ya vioo, mwenzako ya bati au makuti, alafu ulifanya mrushia mawe. Utabaki. Sasa kuweni na heshima na adabu katika maneno mnapozungumza. Sasa sisi tukagusa tena kwa mbali mahakamani. Alafu utaka milioni 200. Sasa ukipewa hizo milioni 200 ndio uvute na sigara. Hao ukipelekwa huko hospitali ukaenda ukapimwa, utaambiwaje? Alafu afya yako ipimwe, damu yako iangaliwe, utakataje? Hujui kama kuna vipimo ukajulikana kwamba huyu kweli alikuwa akivuta bangi. Au hujui hivyo? Ndani mahakamani. Kwa hiyo sasa asema kwamba Said Kutubi ushasema kwamba Said Kutubi yeye wao wanazungumza maneno mengi ya kijinga. Sisi hatuwapatilizi kwa sababu muda hututoshi katika haya tunayozungumza. Tunaona maneno ya maana tuwapuuzie, lakini kama tutazungumza yale maneno ya vile wanataka wakitanga vile wangetafuta vyoo wakaenda kaingia. Ingekuwa afadhali kwake yeye kuingia chooni akatumbukia kuliko kujidhihirisha mbele za watu. Lakini sasa wakati haututoshi, tuna maneno mengi tukatuseme hapa, lakini chokochoko zile ukichokoona sisi tutarudisha. Sasa na hapa Masasi pia kuna watu wa sampuli hiyo, lakini wote ni jubana, wote ni waoga, wote hawana uwezo. Kwa sababu sasa kama wewe ni kidume toka mbele. Sasa usizungumze huku leta tashwishi kwa watu. Simama, lete hoja, uweze kwamba mimi siwezi kuja hapo kwenu, niite. Halafu uone kama mimi nitakataa. Bwana njoo kwenye msikiti wangu au mahali fulani, wazungumze hivi, halafu tuone. Sasa masala ya uoga. Nake tukija tukizungumza maneno mengine sema sasa hapo sasa umekwenda kinyume sasa. Maana hizi ni tabia za kike, si tabia za kiume. Sasa ndugu zangu katika imani, nasema na karibu tena kusema haya maneno ya kichokochoko madogo ya tashwishi haya yatakana yakemewe mara moja, na watu sampuli hii ikate midomo yao nyamaza kwa maneno makali. Waghludhu alaihim. Sisi tuwaambia yoyote hapa Masasi na mahali pengine popote, kama ni Tandaimba, kama ni Lewala, kama ni Nachungwea, popote alipo ana maneno yake aseme. Jana tushatangaza hapa, kama kuna vijineno vya ziada si maswali, nyosha kidole. Mimi na hapo sikubaliani. Upewe uhuru kabisa uzungumze, ukubaliane kivipi? Hatutaki tashwishi sisi. Hatutaki uoga. Hatutaki tabia za kijinga. Tabia ambazo si katika tabia za kiwanaume katika dini. Sasa anadai kwamba mbona wewe wasema Said Kutubi ana kauli ya wahdatul wujudi, anaposema rahimahullah. Haelewi mtu kwa nini wasabu sisi hatuja mkufurisha. Muda wa kuwa mtu ni Muislamu, mtu akifanya jambo la ukafiri kama kwa ujinga, akawa ni mtu mwenye kupewa udhuru, hakujua,
akateleza kufanya jambo la ukafiri, hatumuiti kwamba yeye ni kafiri, hatumuiti kwamba yeye ni kafiri. Laysa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al-kufru alayhi, si kila ambaye amefanya jambo la ukafiri basi ukafiri tayari ushamwangukia. Kama vile ambavyo laysa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'at al-bid'atu alayhi, si kila ambaye ametumbukia katika bid'a basi bid'a imemkalia juu yake. Wanawachuoni wangapi wanatoa fatwa, wanazungumza maneno ambayo yanaungwa mkono na watu wa bid'a na ni maneno hana dalili katika kitabu wala sunna, lakini hatuwezi kusema kwamba ni mubtadi'a. Tunasema ni ahli sunna lakini kateleza na jambo hili ni bid'a. Kwa hiyo sisi tunaposema Said Qutbi amefanya kadha kadha kadha, kasema kadha kadha kadha, tunasema rahimahullahu ta'ala, hakuna mgongano, ni maneno ya kielimu. Sasa Said Qutbi rahimahullah anahesabika kama ni mufakiri wa pili katika jamaa baada Hasan al-Banna, na yeye alizaliwa mwaka huu 1906 sawa sawa, na akafariki mwaka 1999 ni kwa kunyongwa. Alikamatwa mwaka 54 mpaka mwaka 64, kisha akatolewa jela kwa msamaha wa rais wa Iraq kipindi hicho aitwa Abdus Salam Arif. Rais wa Iraq kipindi hicho mwaka 64 aitwa Abdus Salam Arif, akamuomba Gamal kwamba muachie, akaachiwa. Kisha akarudishwa tena jela mara nyingine mwaka 66 akanyongwa. Na hii mwaka 54 ni kwa sababu ya mapinduzi waliokuwa wameyafanya watu wa Ikhwan Muslimin, Hasan al-Banna akishiriki, na Said Qutb alishiriki. Akaingizwa jela miaka 10, baadaye walipotolewa ikaonekana akarudishwa tena na akauawa. Ameuawa kwa dhulma, na kadhalika wao waliofanya ilikuwa si sawa sawa. Waliofanya wao walikuwa si sawa, na waliofanywa wao pia si sawa. Haikufanyika haki. Wao hawakufanya haki, kwani haiwezekani hivyo? Mtu anaweza akafanya jambo si la sawa na yeye akafanywa ambalo si la sawa, sio? Wewe unaweza ukaiba AI, pengine AI visa. Watu wako kukata miguu na mikono, ni sawa? Ulichofanya wewe si sawa na uliofanywa wewe si sawa. Sasa huyu kafanya jambo ambalo si sawa la mapinduzi, na hii ni njia ya kikhawarij. Gamal na watu wake kutokana na kiburi walichokuwa nacho wakamuua, jambo ambalo si sawa. Hata kina Ibn Baz walitia mikono yao katika kumtakia shafaa huyu bwana, wakabembeleza lakini wapi, Gamal yakamuua. Tunafahamu jamani, mwaka 66 hiyo. Sasa huyu bwana katika itikadi alizokuwa nazo ana itikadi ya khalqul Qur'ani, kwamba Qur'ani imeumbwa. Sasa si jambo la kawaida tu, kwani ina matatizo gani? Mweza kusema hivyo? Kuna mtu anaweza kusema hivyo, kwani si jambo la kawaida tu? Sio jambo la kawaida, kwa sababu mtu kuitakidi kwamba Qur'ani imeumbwa ni ukafiri. Si bid'a, ni kufuru. Lakini ina masharti. Mtu aweze kufurishwa mpaka kama tutakavyoeleza hapo mbeleni katika ukurasa kuanzia 32. Pana hukumu takfiri almuayyan, itatajwa hapo mbeleni. Kwa hiyo kauli hii ni kauli ya kufuru, na mtu wa kwanza kuitaja kauli hii alikuwa ni Ma'mun, ambaye alikuwa ni khalifa wa Bani al-Abbas, mtoto wa Harun Rashid. Alimuua ndugu wake Amin, kisha akakaa yeye katika mamlaka, na alikuwa ni msomi, akaleta fikra hizo na akawakaribisha kina Bishr ibn Ghiyath al-Mu'tazili na wengineo katika wale watuone Mu'tazila katika majlisi yake. Ikawa sasa wanalazimisha kwamba watu wote wa itikadi hii kwamba Qur'ani imeumbwa, na asiyesema hivyo, asiyetakidi hivyo katika wanawachuoni anayekuwa jela au kuuawa. Wanawachuoni wengi wakaifanyia kazi aya ya nini? Aya ya wanaita aya ya rukhsa, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wakaifanyia kazi aya hii katika sura an-Nahl. Hili yule alitoa nguvu. Ikawa mfano na Mshafi akasema hiki alikuwa ishiria Qur'ani, hiki hapo ishiria kidole chake makhluq, yani hiki kimeumbwa, lakini alifanya kama vile hadha makhluq. Madha taqulu an hadha? Sema hadha makhluq, akapona kwamba hiki yani hiki kimeumbwa. Yeye anakusudia kidole, yule akaona asema Qur'ani, akapona. Na wengine wakajibu wakasema imeumbwa, kina Ali ibn al-Madini, kina Yahya ibn Ma'in
na wengine wote wakajibu. Imam Ahmad akasema Qur'anun kalamullahi ghayru makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Kila anavyolazimishwa sema akatandikwa viboko mpaka ikawa mara nyingine anazimia, akaingizwa jela, akakaa jela miaka, wadakhala fi sijni bid'a sinin. Na kijana aliyekuwa naye kijana mdogo tu, ule kijana alitandikwa viboko mpaka akafa. Lakini kabla ya kufa kwake akamwambia Imam Ahmad, na kuomba Abu Abdullah usirudi nyuma katika maukifu uliokuwa nayo. Ukirudi nyuma katika maukifu uliokuwa nayo basi ujue umesaliti dini. Nenda hivyo hivyo ulivyo, inusuru dini ya Allah. Imam Ahmad asema mimi nikashangaa kwa maneno anayozungumza mtoto yule. Ana miaka 20-22. Yule kijana akafariki akiwa yuko jela kwa sababu ya viboko alivyochapwa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Kwamba Qur'ani imeumbwa, kwa nini siseme basi yaishe hizi khilafu ndogo ndogo? Si khilafu ndogo ndogo, hizi ni ikhtilafu kubwa. Na kweli Imam Ahmad alipotoka jela, watu wote wakamshangilia Imam Ahmad, imamu ahli sunna. Ndio maana Imam Ahmad aitwa imamu ahli sunna. Imamu ahli sunna kwa sababu alitetea sunna katika wakati wake katika suala hili. Wengine wote waliogopa. Na wao wamechukua ruhusa, yeye akachukua azima. Na yake alikuwa ana ruhusa pia kusema illa man ukriha, yani mukrah, lakini anasema hapana. Akatoka na msimamo wake uko pale pale. Siku hiyo Ibn al-Madini rafiki yake kipenzi akaja nyumbani wake kumtembelea, aondoe Ibn al-Madini kwa akamwambia mwambie ende zake, tutakwenda kukutana siku ya kiyama, mwambie ende zake. Mwaka 33 Ibn al-Madini akafariki, mwaka 233. Miaka 8 baada ya hapo ndio akafariki Imam Ahmad, mwaka 1241. Asema mimi nimekata urafiki na wale wote waliotoa jawabu siku ile. Jawabu tu, hata kama wao ni mukrahun, lakini si marafiki zangu tena, tunakutana siku ya kiyama. Ni kadhia nzito. Imam al-Bukhari alipofika katika mji wa Naisabur, alipotoka alipokuwa Naisabur, wanafunzi wa Imam Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli kina Muslim wote wakaenda kwa Imam Bukhari, akawa anatoa darsa, watu wakamkubali kwa elimu aliyokuwa nayo. Lakini ikatangaa tu baadhi ya watu wakatangaza maneno kwamba Bukhari anasema Qur'ani makhluq. Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli akasimama akampiga radi Imam Bukhari, radi kali, na akamtahadharisha. Ikawa kuna maneno baina ya Bukhari na Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli. Imam Bukhari akalazimika kuandika kitabu, alhamdulillah tuko nacho, khalqu af'ali al-ibadi. Akaipiga na kuichangua itikadi ya kusema Qur'ani makhluq, na mwenye kusema hivyo ni kafir. Imam Muslim alipoona ugomvi baina ya mashaka zake wote wawili, katika sahihi yake akasema sipokei hadithi ya Bukhari wala hadithi ya Muslim, yani ya Muhammad bin Yahya, wote sitaki. Lakini Imam Bukhari mwenyewe amepokea hadithi katika isnadi zake, akamtaja Muhammad bin Yahya adh-Dhuhli, hadathana Muhammadun bas, lakini bin Yahya adh-Dhuhli. Sasa nataka kuwapeni taswira na nadharia, mfahamu namna huko nyuma kadhia hii ilipopita. Sasa sisi tutakayochukulia kwamba ni itikadi ya Ahlusunnah wal Jamaa, itikadi kubwa. Sasa maneno ya Sayyid Qutb katika fi dhilal al-Qur'ani ya kuwazi katika suala hili. Haizungumzie kwamba na hii Qur'ani katika ijazi ndio vile vile mambo ya viumbe vya Mwenyezi Mungu vyote, nayo ni sani'ullahi fi kulli shay wa mithlu sun'ullahi fi kulli shay wa sun'un nas. Akaeleza maelezo yake ambayo wanawachuoni sio mimi wakaelezea kwamba Sayyid Qutb katika maneno yake hayo wazi wazi anaishiria kwamba ni nini, ni maneno ya kwamba Qur'ani ni makhluq. Maneno haya ameyazungumza Sheikh Abdullah ad-Duwaish kwenye kitabu chake kinachoitwa Al-Mawrid az-Zulal. Sheikh Abdullah ad-Duwaish katika wanawachuoni wa hadithi, Sheikh Mukbili asema sijawahi kumuona mwanawachuoni wa hadithi katika zama hizi ahfadhu lil hadithi minhu, mtu anahifadhi zaidi hadithi kuliko yeye. Sheikh Abdullah ad-Duwaish na kitabu chake alishafariki rahimahullah, chaitwa Al-Mawrid az-Zulal, akaeleza kwamba maneno haya ya Sayyid Qutb kwamba sani'ullah au sunatullah, yote haya yanaonyesha kwamba Qur'ani ni makhluq. Mtarejea kwenye kitabu hicho kurasa huo. Kadhalika nini hukumu ya maneno haya?
wanawachuoni wa salafi wote wamepatana juu ya kumkufurisha mwenye kusema kauli hiyo. Amesema Harun al-Farawi, lam asma ahadan min ahli al-ilm bil Madina, sijamsikia yote katika watu wa elimu walipo Madina, wa ahli sunnah na watu wa sunna, illa wa hum yunkiruna ala man qala al-Quran makhluqun wa yukaffirunahu. Kauli ya kwanza, isipokuwa wanampinga mwenye kusema kwamba Qur'ani ni makhluq na wanamkufurisha. كذلك أبو بكر بن عياش يسمى من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله. Abu Bakar bin Ayyash yasema yule mwenye kudai kwamba Qur'ani imeumbwa basi yeye kwetu sisi ni kafiri, tena zindiki, tena yeye ni adui wa Allah. Kadhalika Abdullah bin Mubarak al-Marwazi katika maimamu wa ahli sunnah wal jamaa asema law anni ala sultanin la qumtu ala al-jisri, law ningekuwa mimi ni kwenye ufalme basi ningesimama kwenye daraja kama daraja la Mkapa hapo, asimama darajani pale. Asema fakana la yamurru bihi rajulun illa sa'altuhu, ikawa hanipitii mimi mtu yoyote isipokuwa ninamuuliza wasemaje kuhusu Qur'ani. Fa idha qala al-Qur'anu makhluq, akisema Qur'ani imeumbwa, darabtu unqahu, nampiga upanga ushingo yake, wa alqaituhu fil ma, kisha namtupa kwenye maji. Lao ningekuwa mimi ni mtawala ningeshika upanga nikaenda simama darajani, hapiti mtu hapa, njoo hapa, wasemaje Qur'ani imeumbwa ikuumbwa, Qur'ani imeumbwa, upanga chukua tupa kwenye maji. Wasemaje kila atakayesema Qur'ani makhluq namtia upanga kwenye maji, akaliwe na mamba kuna viboko. Sasa utamuua mtu hana makosa? Ni makosa haya. Na Imam Ahmad aliulizwa kuhusiana na mwenye kusema kwamba Qur'ani makhluq, akasema kafirun, mtu huyo ni kafiri. Wa ghayruhum min as-salaf amthalu Waqi' wa Shafi'i, na wengineo katika wanawachuoni wa kisalaf mfano wa Waqi' ibn al-Jarrah ibn Malih na Shafi'i. Abu Uthman as-Sabuni pia na maneno kama hayo mtayasoma. Sasa masala kumkufurisha mtu muayyan, hukumu takfiri al-muayyan, ndio tunaposema hivi na maana Saidi Kutubi kafir, tunamwambia taratibu jamaa, taratibuni, hatujasema hivyo. Inna ahla sunnati wal jamaati yufarriquna, kwa hakika ahli sunnah wal jamaa wanafarikisha baina itlaqi al-kufri umuman, baina ya kumkufurisha kutaja ukafiri kwa ujumla, wa baina itlaqihi ala al-muayyan, na baina ya kuitaja ukufuru hiyo kwa mtu maalum. Tukisema jambo fulani ni ukafiri, kusema neno fulani ukafiri, ni tofauti na kusema kumwambia wewe kafiri. Umeelewa? Kutufu makaburi ni ushirikina, kufanya hivi ni ushirikina, kufanya hivi ni ukafiri. Lakini sasa inapokuja mtu mmoja kafanya hivyo, ndio huyu hapa, huyu bwana tumemuona kanyanyua mikono aomba kwenye kaburi, ya Rabbi kwa baraka za shehe huyu, hatutoi hukumu yetu kwamba wewe kafiri. Tunamwambia haya maneno uliyozungumza ni maneno ya ukafiri, kwa hiyo watakikana ufanye tauba kwa Allah tabaraka wa taala, usirudie jambo hilo. Tushamsimamishia hoja. Sasa kashafahamu, aendelea, atakufuru. Mnaelewa? Akishafahamishwa sasa, hapo itakuwa hukumu ya kufuru imesimama kwa juu yake. Idhan fayujawizuna itlaqa umumahu, wanajuzisha ahlusunna wal jamaa katika kutamka ujumla wake. Fayuqalu man qala inna alqur'ana makhluqun fahuwa kafirun, wanasema kwamba mwenye kusema Qur'ani ni makhluq yeye atakuwa ni kafiri. Hadha kalamun amun wa hukmun am, haya ni maneno yako kwa ujumla na ni hukumu ya ujumla. Amma inda at-ta'yin wa at-takhsis, ama wakati wa kuainisha na kuhusisha, fala budda min tawaffur ash-shurut, hapana budi kutimia masharti, wa intifa'u al-mawani'i, na kukosekana vizuizi. Wa bidhalika tattafiqu wa tattahidu al-adilla, na kwa hilo ndipo ambapo maneno yanafikiana na dalili zinaungana. Wa hadha ma alayhi ulama wa ahli sunna. Amesema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, inna at-takfir al-'am kal-wa'id al-'am, kukufirisha kwa ujumla ni kama vile makemeo ya ujumla. Yajibu al-qawlu bi itlaqihi, itapasa kuitamka kwa ujumla, wa umumihi na umumi yake. Wa amma al-hukm ala al-muayyan bi annahu kafir wa mashhud lahu bin-nar, fa hadha yaqifu ala ad-dalil al-muayyan. Hata mwisho maneno yake mtayasoma kwa faida. Kadhalika sema wala yajibu an yuhkama fi kulli shakhsin qala dhalika, haipasi kutamka kusema maneno hayo kwa kila mtu aliyesema maneno hayo bi annahu kafir, kwamba yeye ni kafiri, hatta yathbuta fi haqqihi shurutu at-takfir, mpaka zithibiti katika haki yake yeye sharti za kumkufurisha. Umeelewa? Lazima sharti za kukufurisha ziwepo, wa tantafi mawani'uhu, na vizuizi vyake vitoweke. Hayo katika majumuu fatawa juzuu ya 35 kurasa 165. Qultu,
nikasema Abul Fadhl al-Qasim, yani mimi nasema lidhalika, kwa sababu hiyo basi nahnu la nukaffiru sayyid qutbin, sisi hatumkufurishi Sayyid Qutbi lijahlihi, kwa sababu ya ujinga wake, wa adamu alqiyam alhujjati alayhi, na kutosimama hujja juu yake, na kutokusimama. Maneno haya ya jahli sisemi mimi, yani nimeanakili kwa mujibu wa maneno ya wanawachuoni. Sheikh Ibn al-Fawzani alimpa udhuru katika masala fulani, akasema kwa sababu ya ujinga wake. Albani katika maneno fulani alizungumza, nadhani tumeyasoma hapo nyuma, akamwambia kwa sababu ya ujinga wake. Kwa hiyo mimi nikafanya tafsiri au katika maneno yangu nikaunganisha vitu kama hivi. Sikutoa hukumu ya ujinga katika kichwa changu, mtu asiyekanielewa vibaya. Bal nuhadhiru an-nasa min maslakihi, bal tunawatahadharisha watu na mwenendo wake al-i'tizali al-khariji, mwenendo wake wa kiitizali na mwenendo wa kikhawariji, hatta la yankhadi bi uslubihi ar-ra'iq as-sayyal shabab ahli sunnah, ili usije wakahadhalika kwa sababu ya uslubu wake uliolaini uliotiririka. Vijana wa ahli sunna wasije wakahadhalika, ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, nafanya hivyo kwa kuchukua udhuru kutoka kwa Mola wenu, na ili wao huenda wao wakamcha Mungu subhanahu wa ta'ala. Hal min ahli sunnati man yaqulu bihadha alqawli, je, yuko katika ahli sunna wal jamaa anayetamka kauli hii? Kadhalika katika kauli ya pili ambazo anatuhumiwa nazo Sayyid Qutb ni kauli yake ya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni nini? Ni kwamba kila kitu ni Mungu na Mungu ni kila kitu. Mbona itikadi ni mbaya? Yani Mungu ni kila kitu na kila kitu ni Mungu. Kuna watu walikuwa na itikadi hizo wahdatul wujud, na maneno ya Sayyid Qutb yanakwenda hivyo hivyo. Na mimi sio niligundua maneno hayo, bali baada ya kusoma tukaona kwamba ni kweli maneno ya wanawachuoni. Ukisoma katika kitabu chake fi dhilal al-Qur'an, nimekuja na katika kitabu tafsiri katika kivuli cha Qur'ani ya Sayyid Qutb juzuu ya 30 kwa Kiswahili. Hiki kitabu kinatawanywa madukani na wapi mashuleni, kimejaa, lakini kina maneno ya hatari. Yani tafsiri ya Sayyid Qutb ina maneno ya hatari. Katika surati al-Ikhlas akaeleza maneno yake aliyoeleza, lakini kwa Kiswahili wakafasiri vile vile. Asema hapa, itikadi hiyo iliyo imara yenye kuona ukweli wa Allah tu huambatana na nadhari ya uhalisi wa ukweli huo katika kila kitokanacho na huo ukweli. Mtu akishafikia daraja hiyo, moyo wake huona utendaji wa Allah katika kila kitu na haoni kingine katika ulimwengu illa Allah. Maneno haya kuna hayako hivyo, maana hayoshi wahdatul wujudi. Kwa Kiarabu asema innahu ahadiyatul wujudi falaysa hunaka haqiqatan illa haqiqatuhu wa laysa hunaka wujudun haqiqiyyun illa wujuduhu wa kullu mawjudin akhar fa inma yastamiddu wujudahu min dhalika alwujud alhaqiqi wa yastamiddu haqiqatahu min tilka alhaqiqiyyah adh-dhatiyyah wa hiya min thumma ahadiyatul fa'iliyyah falaysa siwahu فاعل لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة الضمير وتفسير للوجود أيضا. mimi nisingeweza kujua maneno haya. Nasema hivi, Sheikh Albani rahimahullah ta'ala baada ya kusema maneno haya Sayyid Qutb, Sheikh Albani asema hivi, katika sema qultu, Sheikh Albani katika maelezo yamekuja marefu mpaka kwenye neno qultu, angalieni hapo. Asema hivi, naam naqala kalam as-sufiyya. Naam, Sayyid Qutb amenakili maneno ya sufia, wala yumkinu an yufhama minhu, na wala haiwezekani maneno hayo kufahamika illa annahu yaqulu bi wahdatil wujud, isipokuwa ni kwamba yeye ana kauli, isipokuwa anasema kwa wahdatul wujud. Lakin nahnu min qa'idatina, kana ile mpaka mwisho. Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu kinachoitwa Bara'atu Ulama'il Umma min tazkiyati ahli bid'ah wal madhamma. Nimekuja nacho lakini hapa kipo hapa wale. Kuna ndani yake maneno ya wanawachuoni tofauti. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala akasema, wakadhakara ba'd ahli al-ilmi kadduwaishi wal albani al-mulahadhat ala hadha al-kitab, alipouliza kuhusu tafsiri fi dhilal, wametaja baadhi ya wanawachuoni kama vile Duwaishi, yani Sheikh Abdullah ad-Duwaishi, na vile vile Albani mulahadhati juu ya kitabu hiki nayo ni yenye kuandikwa, wa mawjudatun na yenye kupatikana, lam attali ala hadha alkitabi bikamilihi, mimi sikukisoma kitabu hiki kwa ukamilifu wake. Wa inma qara'tu, sikizeni maneno Ibn Uthaymeen,
wa inma qara'tu tafsirahu li surati al-ikhlas, na mimi hapana vingine nimeisoma tafsiri yake katika surati al-ikhlas. Wa qad qala qawlan 'aziman fiha, amesema kauli kubwa kabisa katika maneno hayo, mukhalifan lima alayhi ahli sunnah wal jamaa, yenye kukhalifiana na yale walionayo ahli sunnah wal jamaa, haithu inna tafsirahu laha yadullu ala annahu yaqulu biwihdati alwujud. Ndio sisi tukaanza kufahamu tusiyojua kitu. Lakini kama si maneno wanawachuoni kiona mbona maneno haya mbona maneno, lakini maneno ya kisufi, kwa sababu sufia ndio wanaitakidi hivyo kwamba chochote unachokiona wewe ni Mungu. Na ndio maana Ibn Arabi, sio Ibn al-Arabi al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki, si kuna Ibn Arabi nakira, asema ma fi jubbati illa Allah, na hakuna ndani ya koti langu hili isipokuwa Allah. Yani Allah yuko kote, ndani ya koti, kwenye mfuko, sijui kwenye nini, kokote Mungu yuko. Man raahu faqad raani, atakayemuona Mungu, atakayeniona mimi amemuona Mungu. Man raani faqad raahu. Hii ni itikadi ya wahdatul wujud, ni maneno ya kisufi. Sasa nataka kusema kitu kimoja. Kwa nini Sayyid Qutb kenda huko? Sayyid Qutb kwanza rahimahullahu ta'ala hakuishi katika ulimwengu wa Kiislamu kusoma ilmu. Nataka hilo mlifahamu. Sayyid Qutb yeye amesoma mambo ya lugha ya Kiarabu, yani yeye ni adib. Na hakuna mtu anayekataa jambo hili. Yeye ni adib, yani ni malenga wa lugha ya Kiarabu. Unajua malenga? Sasa yeye ni malenga, adib. Ni mtu wa lugha. Katika lugha ya Kiarabu anaijua vizuri, kwa sababu yeye amesoma lugha. Na akaishi katika miji ya kikafiri kwa muda mrefu. Amekwenda Amerika, amekwenda huku, na katika historia yake ni kwamba alikuwa ni mwanachama katika makanisa miaka 10. Mnafahamu hivyo? Alipokuwa mutawasit alijifundisha uchawi. Na ndani ya miaka 15 anashaka katika maisha yake kwamba kuna Mungu au hakuna. Hii ni historia yake, wanaeleza watu wake. Ukisoma kitabu Sayyid Qutb min al-miladi ila al-istishhad cha Abdul Halim, Mahmud Abdul Halim, kama sijasahau, ni katika jamaa zake wa ikhwan muslimin, wanaelezewa namna alipokuwa miaka 15 ana mashaka kwamba kuna Mungu au hakuna. Na ndio maana akaandika kitabu chake Ash-Shati'ul Majhul, akaandika biati na beti zinazoishiria ana shaka juu ya kuwepo kwa Mungu. Akaenda kakaa Amerika huko, ameshiriki katika nawali za kikanisa, Freemasons, sio wapi, vurugu, ameishi namna hiyo mpaka alipoamua kurudi Misri. Nadhani kwenda Amerika mwaka 52 akarudi, alafu kama miaka 2-3 akawa yuko kule, alafu akarudi. Kaja na fikra tofauti. Akawa yeye ni mwandishi kwenye magazeti. Andika mara harakati za ikhwan muslimina zikamchota. Akaona ni harakati nzuri, akazikubali, ndipo pale akaanza kuandika. Kaandika mengi kaandika, lakini mengi katika aliyoandika si sawa sawa. Sasa alipokuwa yuko gerezani ndo akaandika fi dhilalil Qur'an. Wewe unatarajia nini? Kweli ilikuwa ni kitabu kikisoma kinahamasisha. Ndiyo maana hata kufikia Dr. Yusuf al-Qaradawi kusema kwamba vitabu vya Sayyid Qutb ndio chimbuko la takfiri. Tutaona kumbeleni insha Allah. Nadhani ni saa 11 sasa, kumbe saa 12 kasoro. Haya, kesho ndio tutakuwa ni wakati mzuri wa maswali letu tu, maswali kidogo tu baadaye insha Allah. Sasa Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala hakuishi katika mazingira ya kutumikia dini. Watu wengi wako sampulio, si ndio? Mtu kaishi katika hili hakupita katika mambo ya taalimu ya dini ya sheria. Kasoma hili kisha baadaye Allah akaja akamuongoza katika njia ya haki. Sasa wale wanaoambatana nao hawajui dini katika njia sawa sawa, hawafuata. Kwa hamasa anaandika vitu ambavyo havipo. Na ndio maana ikafikia kama tutakavyoona katika itikadi ya Sayyid Qutb, ta'anuhu fi nabiyillahi wa kalimihi Musa alayhi salatu wassalam. Nukta ya 3. Alikuwa akimtukana Nabii Musa alayhi salatu wasallam. Najua hakusudii hivyo, lakini maneno yake yako hivyo. Akamsifia kwamba Nabii Musa alayhi salatu wasallam ni mtu mkabila, kwa sababu pale fastaghathahu alladhi ودخل المدينة حين غفلة من الناس من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ويسمى موسى kwa hili alikuwa ni mkabila, kamtetea jamaa yake bwana. Eti Nabii Musa sallallahu alayhi wasallam wa ala nabiyina as-salatu wassalam, kwamba eti alikuwa ni mkabila katika kumtetea jamaa yake. Haya maneno yamezungumza vile vile kwenye vitabu vyake kama tulivyoandika hapa, mtarejea. Kadhalika alikuwa akimfanyia istihzaa Nabiiullah Musa. Katika mambo aliyokuwa nayo vile vile ni kutukana masahaba, kama katika kitabu chake Al-Adalatul Ijtimaiya akataja kwamba khilafa ya Uthmani ilikuwa haitambuliki kwa wazi, kwa sababu ni khilafa ambayo ilikuwa haiko katika ruhu ya Kiislamu. Na kadhalika akawapongeza waliomuua Uthman kwamba ni watu ambao walikuwa watakurudisha roho ya Uislamu. Kadhalika akawa amemtukana Muawiya kwamba Muawiya na rafiki yake, nimetaja kwenye mudhakira huu lakini nakwenda haraka kwa ufupi sasa ili watu wafahamu kwamba walikuwa yeye na rafiki yake yani Amr ibn al-As ni watu ambao walikuwa wakitumia al-kadhib wal-ghish wal-rishwa wa shira'i dhimam. Nimepiga mstari katika hilo. Kwa hiyo haya ni katika maneno yake, na ndio maana Sheikh Ibn Baz aliposema maneno haya akasema maneno haya ni maovu kabisa. Kumtukana Muawiya na Amr ibn al-As ni maneno mabaya kabisa. Kadhalika katika itikadi zake ni kwamba yeye alikuwa akipinga hadithi ahad, alikuwa akizipinga. Katika kuwatukana masahaba, wanawachuoni wa zama zake hawakumwacha, kama vile Mahmud Shakir, ndugu yake Sheikh Ahmad Shakir. Sheikh Ahmad Shakir na ndugu yake Mahmud Shakir akamwandikia barua kwamba ulivyofanya umemtukana masahaba, umefanya hivi na hivi. Said Qutb kwa kibri kabisa akamjibu kwa barua kali. Sheikh Rabi amezitaja kwenye kitabu Ta'nu Sayyid Qutb fi Sahabati, kitu kama hicho. Nimekuja nacho kitabu pia nadhani vile vile. Sheikh Rabi amezinakili zile barua ya kwanza Mahmud Shakir kamtumia, yeye akajibu kwa kibri kabisa, akamshambulia yule Sheikh. Akamjibu tena akamwandikia, bwana umefanya kadha, barua 4, lakini hajakubali. Yeye msimamo wake bado anamtukana Uthman radhiyallahu anhu na ukhalifa wake, kadhalika anamtukana Muawiya na Amr ibn al-As. Bila shaka huu ni ushia, na ndio maana baadaye dola ya Kishia iliposimama baada ya Ayatollah kufanya mapinduzi kule Irani akachukua nchi, ikaonekana katika baadhi ya miaka stempu zao yanatoka sura picha ya Said Qutb. Wanamkubali kwa sababu ni mtu ambaye katika baadhi ya mambo unashirikiana naye. Ni ushia wa kuwatukana masahaba, na bila shaka yoyote sisi tunafahamu kwamba kumtukana mmoja katika masahaba ni zandaqatun makshufa, ni zandaqa. Lakini sasa yote haya anayofanya Said Qutb kwa hisabu ya dini. Kadhalika katika itikadi zilizokuwa nazo ni takfiri. Dr. Yusuf al-Qaradawi katika kitabu chake Awlawiyatul Harakati al-Islamiyya fi al-Marhalati al-Qayyimah, nakumbuka zamani kipindi cha nyuma kitabu cha kwanza kukisoma cha Dr. Yusuf al-Qaradawi ni hiki Awlawiyat, na niko nacho alhamdulillah. Sasa yeye anatuzungumzia hizi takfiri zatoka wapi? Jamaatu takfiri wal hijra, jamaa gani? Jamaa hizi zatokea wapi ya arbab al-hijja? Qaradawi katika kitabu chake hicho asema hivi: fi hadhihi al-marhala dhaharat kutubu Sayyid Qutbi, katika kipindi hiki vimedhihiri vitabu vya Sayyid Qutbi allati tumathilu al-marhalata al-akhira, ambavyo vinaleta ndivyo vinamathili au vinaelezea kipindi chake cha mwisho min tafkirihi, katika kipindi cha fikra zake, allati tamdahu bi takfiri al-mujtama', vitabu ambavyo vinafufurika katika kukufurisha mujtama', wa ilanu al-jihad al-hujumi ala an-nas kafa, na kutangaza jihadi ya kimashambulizi kwa watu wote. Maneno ya Said Qutb katika hayo yako wazi kwenye vitabu vyake, nimenakili hapo, mtakwenda kusoma kama wanawachuoni wanavyoeleza kwamba fikra ya Said Qutb ndizo ambazo zilizozusha jamaatu takfiri wal hijra. Na jamaatu takfiri wal hijra Tanzania imeingia, iko Dar es Salaam na sehemu nyingine iko, na watu wake wajulikana, na ukitazama juu utakuta mtu anayeongoza kitu chake ni jahili. Uganda iko, Kenya iko. Kenya alikuwepo kuna shehe mmoja akiitwa Abdulaziz Zirimo. Abdulaziz Zirimo sehemu moja tu Ukunda, alikuja na dawa hii ya takfiri wal hijra kwa jina la Sunna, akaitangaza dawa ile, watu wakaitika kwa msimamo yakum bima anzalallahu wa ulaika humul kafirun. Hivyo ikenda namna hiyo, watu wakahamasika, kufari hawa watu wafanye hijra, wakafanya hijra, watu wakahamia Ukunda. Pale Ukunda paka wanaitwa Darul Hijra, wakahama watu wote kwenda Ukunda, wakatoka bara huko Embu,
Nakuru, Kericho, Kisumu, si wapi. Wakatoka huko wakaja Darul Hijra Ukunda kwa Sheikh Abdulaziz Rimo. Ilifika hivyo, ikawa sasa shahada kufuru, chana kafiri taghuti haifai. Ikawa maneno mambo mengi, kila anatajwa kafiri, pesa hii kafiri, ikawa watumii pesa. Sasa matokeo yake sasa wakawa wanatumia, ukitaka kwenda sokoni au ukitaka kwenda kununua sukari unapeleka mafungu 3 ya muogo kwa sukari robo kilo hivyo. Lakini walishindwa mwisho wake, mwisho ilibidi washindwe, dini ikawashinda. Wenyewe wasingizia watu wa Kiswahili wasema dini ngumu ilimshinda fisi, kumbe imeshinda wao. Kwa dini ikawashinda katika hili. Haya, Tanzania pia imetokea sasa hivi, kuna Madina sasa hivi. Huko Tanga huko Andeni huko kuna mji wa Madina, Darut Takfir wal Hijra huko. Ukitaka daula nenda huko. Sasa tutashangaa wengine bado kwa mitano wazunguka katika khilafa. Khilafa shasimama Andeni na mji wa Madina. Uganda kadhalika kuna Sheikh Maidonaji Jamili Mkulu na jeshi lake, Jamaa Takfir wal Hijra. Misri walikuwepo kadhalika, kila mahali. Lakini chemchemu ni fikra za Said Qutbi. Na katika maneno yanayozungumza Said Qutbi asema hivi, nataka muyasikie: laqad istadara az-zamanu ka hay'atihi yawma jaa hadha ad-din ila al-bashariyyah bila ilaha illa Allah. Asema faqad irtaddat al-bashariyyah ila ibadati al-ibad wa jawr al-adyan wa nakasat an la ilaha illa Allah wa in dhalla fariqun minha yuraddiduna ala al-ma'adhin la ilaha illa Allah. Asema watu wameritadi wote kwenye kuabudu, wenye kuabudu waja na kuingia katika dhulma za dini, na wakaritadi kuiacha la ilaha illa Allah. Hata kama kuna baadhi yao katika watu wanakariri katika adhana la ilaha illa Allah, bado ni makafiri wao. Na ndio maana Said Qutb katika sera zake akisema alikuwa haswali Ijumaa mpaka baada dola itakapokuwa imesimama. Ni wanyama wanaochinjwa, hawa wanaochinja ni makufari, hairuhusiwi kula. Hii ni itikadi ambayo alikuwa nayo, na hivi ndivyo anavyoeleza kina Qaradawi. Sasa washahida shahidun min ahli, sisi tuna matatizo gani tena? Nikasema mimi qultu katika ukurasa huu wa 36, faman humul ladhina, mfungoni ukurasa wa 36 baada ya haya maneno ya juu yalipigwa mistari. Nasema qultu faman humul ladhina yuraddiduna ala al-ma'adhin bi la ilaha illa Allah ghayru muslimin. Nikina nani hao wanaokariri juu ya adhana kwenye maadhin la ilaha illa Allah, wanapoadhini kwenye maspika? Nikina nani hao wasiokuwa Waislamu? Ni Mayahudi au ni Manasara? Sasa nani atakayesema kwamba hakukwepa manhaji ya kikhawariji katika hili? Sasa wana watuoni wanafanya nini kuhusu Said Qutb rahmatullahi alayhi? Lakini kutokana wakati tutakuwa nimeishia hapa, ili tuweze kutoa fursa ya maswali. Maana itabidi turashie kila mahali tupite, tuguse japokuwa kijineno kimoja katika ukurasa, ili kesho insha Allah mapema kabisa tuwe tumemaliza masala ya mudhakira huu, tupokee maswali. Na kadhalika nawakumbushia kwamba yoyote ambaye tumeona kwamba huyu ana taabu, hataki kuelewa au apiga vita au apinga, hebu jaribuni kumnasihi aje tujezungumza masala ya Uislamu hapa. Yeye apinga nini? Tujue. Kama haiwezekani basi twende huko aliko, tujue ni kitu gani hicho kinachotatiza. Sisi tunataka haki, hatutaki kuwababaisha Uislamu na kupoteza wakati wao na muda wao. Nani huyo? Haya ndio tunataka sisi sasa. Kwa hiyo sasa hivi nitawaambia, nawaambia kwamba karibuni muulize maswali mpaka muda wa adhana utakapokuwa umefika. Pata adhiniwa tu swali maghrib insha Allah. Ala swali kwa swali langu linahusiana na aljamaati ambazo zipo leo Tanzania, na naelekeza swali hili kwako kwa sababu wewe tumekuona kwamba unatambua kuliko sisi kuhusiana na hizo jamaati ambazo zipo. Kuna jamaa moja ambayo naisikia
hasa nasikia kwamba iko pale Zanzibar, inaitwa Uamsho. Maarufu sana ni Uamsho, jumuiya ya Uamsho na mihadhara, sio? Jumuiya ya Uamsho na mihadharati ambayo ipo pale Zanzibar. Sasa upi uhakika wa hii jumuiya? Jazakumullahu khairan. Kwa kweli mimi sijapata hakika yake jamaa hii, yani sijaifuatilia nikajua kilichomo ndani yake. Kwa hiyo siwezi kusema chochote kuhusu hili, kwa sababu lazima swala lote tunalizungumza kiutafiti. Mimi sijawahi kukutana na yoyote katika viongozi wa jamaa hiyo, wala sijawahi kusoma kwamba labda wana website, labda tukasoma katika internet, au wana vitabu, au sijapata cassette yoyote. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutoa hukumu yoyote juu yao. Kama lao wamejielezea mwenendo wao na sera zao, inakuwa ni rahisi kuwatambua, lakini sifahamu chochote kuhusu wao, kwa hiyo siwezi kusema lolote. Maadhiratan, wallahu a'lam. Shehe, swali langu linahusiana kwa swala la hijabu. Umelizungumzia kwa swala la hijabu kwa wanafunzi ambao wanaenda mashuleni. Sasa tukiangalia wale wasichana wanavaa masuruali, na masuruali tunajua kwa wanawake hajaruhusiwa. Sasa ili hebu tuelekeze. Au swala lingine kuhusiana na alama za hawa mahizbi, tupatie, kwa sababu sasa wengine hatuna haya maperfect. Ni hayo. Inshallah swala hili tulitaja kama tutapata wasaa kesho, tutasoma zile baadhi ya alama ambazo ziko katika ile mudhakira, kwamba wana alama gani mahizbi kwa mujibu